ndo Yanga. Hii ndo Yanga. Salumu Chamunda, afisa habari wa tawi la Wakali wa Mzinga. Huko hapa kwenye Wakali wa Mzinga TV. Na maswali mawili matatu naomba nikuulize. Utatupa mlolongo jinsi ilivyo kufuatia baada ya tarehe 30 kutamatika ya mwezi Juni. Sasa hivi tuko Julai mosi leo, lakini swala zima ni la kadi la wanachama wa Dar es Salaam Africans. Zoezi leo rasmi ni huko nyuma, wanachama wote tayari. Sasa hivi Yanga tunapozungumza haina mwanachama hata mmoja. Sisi kama Wakali wa Mzinga tunajipanga kwa namna sisi ambayo tumeiona kwetu ni bora, ambayo inakwenda kutupa kitu ambacho sisi leo wetu tunapenda. Yaani kwa sisi wanachama wa Wakali wa Mzinga sio tunapenda kwanza kuwa wanachama. Pili, tuna uongozi ambao ukiamua kufanya kazi kwa sababu ya Yanga inawezekana. Kwa imani leo tarehe 1, leo kesho tutakwenda kukutana viongozi kuangalia namna gani tunakwenda kuendea msimu sasa ambao umefunguliwa leo, ili kulifanya tawi letu lilipoishia msimu huu tukapite pale ambapo tumeishia. Mimi nina imani kwa mfumo ambao tulikuwa nao wanachama wilaya ya Temeke, kanda ya Temeke, tawi ambalo lilifanya bora kabisa katika msimu kuhakikisha wanachama wapo wengi. Ukitoa hesabu ya kikatiba ambayo kutoka 100 kwenda mbele, Wakali wa Mzinga namba 2. Kaulize kwenye idara, kaulize kwa kiongozi wote wa kanda hii ya Temeke. Muulize tawi la msimu ambao 26 25. Tawi gani iliingizia wanachama wengi klabu ya Yanga kupitia wilaya hii ya Temeke? Wakali wa Mzinga Kongowe starehe gharama. Tunaitumia slogan ya starehe gharama kuambia wanachama wetu sisi kama Wakali wa Mzinga tunahakikisha tawi letu linakwenda kuwa bora tena, kwa sababu sisi viongozi wenyewe ilitawi, kwa sababu mimi ni msemaji wa tawi wa Wakali wa Mzinga, lakini bado nina cheo chengine. Mimi ni mjumbe kamati tendaji ya hilo tawi. Kwa hiyo tunachozungumza na kijua namna gani tunaweza kupata wanachama katika msimu ambao tunakwenda kuanza nao, na nina imani mipango yetu iliyoipanga kama viongozi tunakwenda kuzindua siku maalum. Tutakwambia siku gani tunakwenda kuzindua. Kutoka hapo kwenda kuwatafuta wanachama wa zamani na wanachama wapya. Hatufanyi kitu kwa bahati mbaya, tutafanya tukio kabisa. Tunakwenda kuzindua msimu wa 26 27 ambao umeanza leo tarehe 1, ili wanachama wetu wajue kwamba viongozi wetu wamekaa chini, wamebuni kitu tunakwenda ukifanyia kazi katika msimu ambao tunakwenda kuanza nao mwaka huu. Watu wale wengi sana wanatamani kujoin na Wakali wa Mzinga. Utaratibu na uko vipi? Wakali wa Mzinga kuna kitu kinawasumbua watu kwamba wanasema lile tawi linapenda kutumia fedha, lile tawi la gharama, lakini kuna kitu ambacho tumekiweka. Kwanza msingi namba 1 wa tawi la Wakali wa Mzinga, wewe njoo uwe mwanachama. Kuna vitu vipo sio vya lazima, ambapo kuna baadhi ya watu wanaambiwa sio vya lazima. Kwenda mpilani tunaamrisha twende kama viongozi, ama twende mpilani, lakini bado hatuwezi kumwacha mwanachama kwa sababu hajakwenda mpilani. No. Sisi bajeti yetu ya kwanza mwanachama alipie ada yake 29,000 kwa mwanachama mpya, yule wa zamani alipie 24,000. Ndio hapo tunapokwenda kuzindua sasa tukio letu ambalo tunakwenda kuzindua hapo mbele. Namna gani tutapokea wanachama wapya, namna gani tulipia wanachama wetu wa zamani. Kwa hiyo kwa baadhi ya wanachama ambao jiita Wakali wa Mzinga ni tawi ambalo linaishi katika upendo, kwanza kupendana. Na sio wanachama wengi kule kwa Wakali wa Mzinga kuuliza tunaishi kama ndugu, yani familia. Yani kama inavyotaka Yanga. Yanga wote ni familia moja. Kwa hiyo unakuta wanachama akija hapa atapewa maneno ya ovyo ovyo, lakini akifika hapa anasema kumbe yale ambayo alikuwa anayasikia sio ya kweli. Sisi kwanza Yanga, baada ya hapo ndio maisha ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo ukizungumza kama Wakali wa Mzinga tunajipanga kwenda kufanya kitu ambacho Mwenyezi Mungu ndiye tulichokipanga. Nina imani baada ya mwezi wa 7 nitakwambia tena, ndugu mtangazaji, njoo uone viongozi wa Wakali wa Mzinga wamefanya nini na wapi tumefikia. Sisi tutakuwa na siri. Tukifanya chama 100 tunasema 100. No, hapo ndio shida. Yaani sisi ndio uongozi wetu sisi uko hapo. Sio tawi ndio na chama 105 ndio kuongopana na chama wetu au 106 107 au 110. Tunaambiwa na chama sisi tunaongoza, tuna chama 120. Sisi uongozi wetu sisi hatu. Sisi tunaambiwa na chama wetu tupambane tufike wanachama fulani, kwa sababu matawi fulani hapo kwenye sehemu. Na uweze kuambia wanachama wenu kwamba kila siku tawi letu liwe chini. Sisi tunapenda tawi letu liwe bora. Na hatufanyi kwa sifa, tunafanya kwa sababu tawi ili liwe bora sio kwenye maneno. Lazima tawi lionyeshe kwenye mfumo. Yaani kwenye ule mfumo wa wadala wanachama, pale ukenda tawi lako tawi gani? Wakali wa Mzinga. Wakali wa Mzinga hii hapa. Ina wanachama wangapi?
105. Tawi fulani na chama ngapi? 110. Huyu mwenye 110 ameshakuzidi wewe, sio mkubwa tena. Hata mtu akikuzidi kwenye ubora wa wanachama, wewe sio mkubwa tena. Yule ambaye mwenye wanachama wengi yeye ndo mkubwa. Lakini kwenye mtaa unaweza kujitamba mimi mkubwa, lakini kumbe kwenye hesabu wanachama wadogo. Kwa hiyo tunajipanga kwenda kuhakikisha mwaka huu tumeishia wapi. Hapo tufanye mpango, tumwambie katibu wetu anatuchukulie orodha ambayo tunajua wanachama wangapi msimu huu walilipa ada, wangapi hawakulipa ada. Baada ya pale tunakaa chini sasa kujadili tulifeli wapi au tulifanikiwa wapi. Na wakati wa Mzinga falsafa yetu hatutaki kurudi nyuma kwenye swala la wanachama. Kama tumeishia wanachama 150 mwaka huu au 160, lengo letu mwaka msimu huu tunaoanza nao tuwe 170. Kwa sababu kurudi nyuma sio mafanikio. Yaani tawi kwa kurudi nyuma kwa wanachama sio mafanikio. Sisi tawi letu kweli la kikatiba kwamba tukifika 100 tunaruhusiwa wanachama, hilo tawi liko active. Lakini lengo la tawi la wakala wa Mzinga kuipambania klabu. Ili klabu iwe bora, iwe na wanachama wengi. Kwa hiyo sisi ndio tunakuta lengo letu kuzidi namba yetu. Kama tukiwa wanachama 150 mwaka huu, tutapambana tuwe wanachama 170 active msimu wa 26-27. Hayo ndio matakwa ya viongozi wa wakala wa Mzinga na wanachama wake. Tutaunga kila tume, kila aina ya jambo kuhakikisha tawi letu linazidi kwenda mbele kwa wanachama, sio kurudi nyuma. Ukirudi nyuma maana tawi linafanyaje? Linapunguza mvuto. Ili tawi liwe bora, liongeze namba. Matawi mengi yalipoteza mvuto kwa sababu namba zinapotea. Mtu ameanza na chama 200 lakini ukimwangalia msimu umemaliza na chama 100. Unaelewa? Lakini sisi tunaweza na chama tumefanya ufunguzi hapa tawi letu wanachama 105. Leo tumefika na chama ambao mpaka 190 nao. Japo kuna chama hajalipa ada, tunazidi kuwakumbusha na tunawaambia sawa, kama umeshindwa kulipa ada, sisi kwetu tushamaliza, tunafanya kupambana na wanachama wengine. Yanga bingwa mwakani tena.